Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, leo tarehe 11 mwezi wa 5 2026, timu nzima ya watoto zangu katika madrasa ya Al-Huda, jana ilikuwa ni tukio la kihistoria ambalo wamejitahidi kadri na hali kutuwakilisha vyema na kuthibitisha kile ambacho sisi tunatenga muda kwa kuweza kutoa elimu. Nishasema kwamba sisi kwenye madrasa yetu ya Al-Huda sisi hatufundishi, sisi tunalea, tukimaanisha kwamba tabia, maadili, heshima vyote unavipata pale. Tupo hapa, tulikuja leo rasmi kuweza kutembelea katika ofisi hii ya Amirati Dawa. Maalim Aisha ni moja katika watu ambao jana walikuwa kwenye baraza hilo la Komibu, ameteuliwa na akiwa na kiongozi wake mama yetu Mheshimiwa Haja Tijani. Shughuli ilikuwa nzuri kama ilivyoelezeka jana, na nina imani matukio tumeyaona katika mitandao pamoja na picha. Lakini leo rasmi walikuja kuchukua zawadi zao ambazo mwenyewe ameahidi jana. Hakutaka masaa 28 yapite, akasema kabla masaa 24 waje ofisini na waweze kuchukua zawadi zao. Nadhani kama unavyoona video klipu hizo, kila mmoja amepewa joho lake, lakini si kupewa tu, kwa maana kwamba anapewa joho zaidi ya 2-3, anaenda kuchagua kile ambacho anachokipenda yeye. Ili pia mimi limenishangaza kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuchukua hili likuenee lisikuenee utajijua, lakini amejitahidi kwamba anampatia mtoto kitu ambacho mwenyewe unaona tabasamu zao, na wale ambao wameahidiwa pesa na wao wamepewa amana yao. Kwa niaba ya Al-Huda na kwa niaba pia wakina mama wa Al-Huda, nithibitishe rasmi kwamba tupo salama na watoto. Lakini nyuma yangu na mheshimiwa yuko hapa, Mugisha, mmoja katika watu ambao safari yetu ni kama zinafanana katika utafutaji na upambanaji kidogo. Nia na lengo letu sisi ni baada sisi kutoka duniani tuiache athari iliyokuwa kubwa sana. Ni mume rasmi wa kiongozi wetu ambao ni Maalim Aisha. Nina imani mapokezi yake ni mazuri na amenipeleka mpaka kwenye ofisi yake. Nilipata nafasi ya kubadilishana mawazo kwa namna moja wala nyingine, kwa kuandaa harakati mbalimbali zikiweza kutembelea jela kuu ya Mbimba. Tulizungumza mambo mengi. Lengo ni sisi kama vijana, lengo ni sisi kama wanaume kufunga masikio na kutazama safari ambayo tunaelekea. Kubwa katika hilo, baada ya kuweza kuwakabidhi, wameandaa takrima rasmi, ambayo takrima hii mwenyewe mama yangu akanambia na kukabidhi amana. Baada tu hapa dakika 30 tutakuwa tumeelekea sehemu rasmi ambayo takrima imeandaliwa. Kuna kisinia. Tulikuwa na uwezo wa kuweza kuwanunulia juisi, lakini wao wenyewe na wao wanaona kisinia, wanajisikia kisinia. Basi imeandaliwa pilau moja ya maana kweli kweli. Baada tu ya hapa wanaenda pia kuipata pilau yao nzito kweli kweli. Yote ni heshima ya Qur'ani, yote ni heshima ya juhudi zao, na wao ni binadamu, waamini kwamba hichi ambacho tunachokifanya, hichi ambacho Waislamu wanachokifanya, waendelee kutuwakilisha. Tunategemea kwamba baada ya hili wataongeza kasi iliyokuwa kubwa, na watu wengine tunawakaribisha katika ofisi yetu na harakati zetu kwa ujumla. Mungu atubariki na aweze kubariki ofisi hii, na Mungu aweze kubariki harakati zote ambazo zinazofanyika hapa, na Mungu pia aweze
Al-Huda, mwongozo wa jamii.